ya Staftai tunakuwa na usemi wa viongozi wa kidini katika masuala ya taifa. Tuna mgeni wetu, napenda nimpe nafasi mgeni tuweze kumfahamu ni nani, kutoka wapi, na tutakuwa naye kwenye awamu ya pili akituwakilisha katika sehemu ya usemi wa viongozi wa kidini katika masuala ya taifa, na yuko hapa. Karibu sana. Asante sana. Asante sana Winnie kwa kunikaribisha katika West FM. Na ninashukuru sana. Kwa hivyo kwa majina yangu ni Bishop Patrick Wachie, ambao pia ni kiongozi wa Webuye East Pastors Fellowship, na pia mimi pia niko na Bible School ambao Northwestern Theological Seminary, ambao huwa tunakuwa na wanafunzi wengi different areas, Nairobi, Mombasa na kila sehemu zingine. Kwa hivyo na pia nasimamia huduma hii ya Glory Ministry Kenya. Kwa hivyo asante sana. Asante Askofu Patrick, karibu sana kwenye West TV. Na karibu tuweze kuangazia, wewe ni kiongozi wa kidini na lazima wajua uongozi wa kidini na uongozi wa taifa lazima uende pamoja. Yeah. Kuna masuala ambayo lazima viongozi wa taifa na viongozi wa kidini lazima washauriane. Manake viongozi wa kidini ni wa Kenya. Viongozi wa kidini ni wapiga kura. Viongozi wa kidini wanatoa ushauri kwa uongozi ambao upo mamlakani. Sijui wewe binafsi kama askofu, mtazamo wako mwanzo ni upi kuhusu uongozi wetu, kuanzia kwa ngazi ya kitaifa tukiteremka mpaka ngazi zetu za mashinani? Kwa ajili ya kulingana na uongozi jinsi ndivyo na vile inapoendelea, kila regime ina uongozi wake, na kila mtu katika uongozi amepewa kipaji chake cha kuongoza. Kwa hivyo wakati mwingine unaweza jaribu usawasanishe na maybe na rais wa kwanza, rais wa pili, lakini kila mtu ukiona pia hata kama wanadamu pia kuna udhaifu ya kila mmoja, na uwezi kulinganisha vile huyu alifanya labda afanye hivyo, Kibaki akakuja akasema amefanya vizuri. Kwa hivyo kila mtu, kwa hivyo uongozi inapoendelea hatuwezi kusema haiendi pia. Kile kitu tunaona kwamba haikosi kasoro, lazima kasoro kwa kila jambo. Hata sisi katika makanisa hatusemi kwamba tuna makasoro, kuna shida. Na shida ilivyo tu ni kwamba watu hutaka wajue uongozi vile unapoenda, wanataka waone inafanywa kwa njia gani, na inafanywa kwa njia nzuri ama njia mbaya. Na kile najua kwamba pia hata ukiwa kiongozi hutaridhisha watu wote. Wengine watapendezwa, wengine watafurahia, wengine watafurahia. Na hiyo ndio hali ya uongozi vile naenda. Kwa hiyo hatuwezi kusema tunaweza kuwa na uongozi ambao uko very perfect, kwamba kila kitu, hata ikiwa perfect wengine watalia, ikiwa tena mbaya tena wengine watalia. Sasa uongozi inakuwa ni kama iko katikati. Lakini kile tunasema ni kwamba ikiwa inaongozwa kwanza, kitu ya kwanza tunahitaji katika nchi ni amani. Amani ndio kitu ya muhimu sana, kwa sababu pia tukikosa amani, hata nazi hata vile tuko hapa hivi haiwezi kufanya kazi. Kwa hivyo tunahitaji amani, na pia viongozi wasikilize maneno pia ya watu vile walivyo. Kwa hivyo hiyo ndio hali ya uongozi vile inahitajika ifanyike. Naam. Unasema kwamba uongozi lazima unakuwa na mtu wa kuweza kuwakosoa. Yeah. Na kuna mtu ambaye hawezi ridhika hata kama mambo yanafanyika sawa. Lakini wajua wananchi katika taifa la Kenya walikuwa na matarajio makubwa katika uongozi ambayo upo mamlakani. Uongozi ulitoa ahadi, uongozi ukasema uko tayari kuwashughulikia Wakenya. Yeah. Lakini Wakenya wameanza kukosa imani. Wakenya wameanza kuwa wanajiondoa, wanakuwa na ile distance kati yao na viongozi. Wakenya wamekuwa ni watu ambao wamekosa kuwa na imani tena na matamshi ya viongozi. Unadhani askofu, nini kimesababisha hili? Nafikiri kile kimesababisha pia katika uongozi ni ahadi. Unajua ukitaka kuwa kiongozi na unakuja, kwa sababu watu wanatakana uuze sera zako kwanza, ndio wakubali wajue sera hii ndio nitaongoza, sera hii ndio nitafanya kazi yangu, na hii ndio nitafanya. Sasa watu kile ambacho hushika sana ni matamshi ya kwanza, hilo liwapea ahadi, hilo limpa. Hii ni kama, kwa mfano waje nipeane, ni kama mwanamke umechumbiana na umempa mambo mengi, umempromise mambo mengi. Sasa wakati ulipompromise unajua alishika na akajua hii ndio matarajio yangu ambayo nitapokea. Lakini baadaye akiona ukifika mahali sasa hutimizi,
mkokoro bucket answer, haitakosa. Kwa hivyo kile kitu ni kwamba viongozi wetu wanapoenda kwa uongozi huo wanaahidi mambo mengi, na mengine sasa wanapokuja wakifikia wakati ambao hawawezi kuitekeleza, sasa yule uliahidi anajua kwa nini uliahidi hii na hujafanya, kwa nini uliahidi hii na hiyo ndio ilifanya ndio mimi nikakupa kura. Sasa inafanya watu sasa wakose imani, kwa sababu wanapoangalia kwamba wewe uliwaahidi hii na hujafanya, uliwaahidi hii na hujafanya, sasa wanakosa imani. Sasa hata kama ukitenda mazuri, unaona mazuri hii hata kama umefanya na umefanya labda machache, sasa mabaya yanafunika mazuri. Sasa ndio wanaangalia tu ubaya hilo umewafanyia. Hiyo ndio hali ya hivyo. Kwa hivyo kile kitu kilicho ni kwamba tusiongee mambo mengi na tukose kutimiza ahadi zile ambazo tumepewa wananchi. Naam, najua kwamba kama viongozi wa kidini mnapokuwa kanisani, mnapokuwa katika mikutano, kitu ambacho huwa mnashauri wa Kenya ni kwamba ni kudumisha amani, yes, kwamba ni kupendana, kwamba ni kushirikiana. Lakini ukiangalia askofu, baadhi ya viongozi wetu wanatumia matamshi ambayo haiashirii kama kuna umoja kati ya viongozi, haiashirii kama wapo tayari kuweza kuwalea viongozi wachanga ambao wanaweza kuibukia kuchukua nafasi za uongozi. Ya hiyo iko, kwa sababu utakuta kwamba mtu anapopanga maneno, anapoongea, sasa wakati matamshi ingine, kile kitu watu wengi wanakosa ni hekima. Najua hekima hufunika mambo. Unaweza kuwa hata unaongea jambo, lakini jambo hilo chinzi unapolipeana, mtu anapolipokea, analipokeaje? Naweza kuwa na kueleza jambo, lakini jambo hilo linapokuja kwa kata liko libaya, lakini utaona kwa sababu imejaa hekima. Hata Biblia inasema kwamba muombe hekima itokayo kwa Mungu. Hekima hii inatusaidia nini? Inatusaidia chinzi ya kuongea mambo yetu. Ninapotaka kuongea jambo hili hata nisikuadhiri sana ndani, uone naweza kuongea jambo libaya, lakini nimetumia hata terms kama ni mifano. Hata unaona hata Yesu alitumianga mifano. Mambo mengine hakuongeanga direct, anatumia mfano, lakini anakugonga, lakini huku anatumia mfano. Sasa tangu wewe urealize kwamba hii jambo limekuja libaya kwangu, already wewe umelimeza. Sasa mifano ikile kitu iliyoko ni kwamba watu wetu, hata viongozi wetu wanakosa hekima. Kwa sababu anaweza kuwa hata mahali, kumbuka hata mahali pengine ilikuwa mahali kwa matanga, unakuta kiongozi ameona mwenzake amekaa hapa na amekaa, sasa anapoongea anamuongea direct. Sasa hiyo direct inamgonga, na sasa inapomgonga huyu hata igonge, kwa sababu ana wafuasi wake pia wako pale. Sasa wafuasi wakiwa pale, wafuasi wao wanaadhirika. Wanaona ai, mbona amesema ni kama baba wewe umekaa na mtu anaongea kwa baba yako na amekaa hapa, mpaka utakasirika. Sasa kile kitu wa viongozi wetu wanakosa ni hekima. Mtu ukiwa na hekima unaweza kuongea. Tunaona wazee viongozi wale waliokuweko, hata kama kina Masinde Muliro, kina Wamalwa kijana, Wamalwa angeongea jambo, lakini jambo hilo linapokuja kwako, hata kama limekuja kwa ubaya, lakini unaona kwamba unalimesa, hata unacheka, hata unafurahia. Lakini viongozi wetu wa sasa napoongea jambo, anaongea direct kwa mtu, ni kana kwamba yaro unampiga mtu mbele ya watu wake. Sasa yeye inafanya mtu hasira, inafanya mtu hata wale wafuasi wake pia, ndio unaona furuku hata kwa matanga inaharibu, na hiyo si vizuri. Tunahitaji hekima tunapoongea mbele ya watu kama viongozi. Naam. Ile hekima pia ni kama imekosa kwa baadhi ya viongozi, manake nadhani kwamba kando kwamba wewe ni askofu, unashughulika na mambo ya huduma, mambo ya kidini pia, wakati mwingine unakuwa na nafasi ya kuweza kufuatilia mambo ya siasa za taifa, kuona namna ambavyo yanaendelea. Na tumeona kwamba kuna mambo ya upinzani na kuna mambo ya serikali, na unakuta kwamba kuna mgongano, kuna mvurugano ambayo inashuhudiwa kati ya haya makundi mawili, na inaleta haya mambo, inateremsha mpaka kwa wananchi ambao ni wapiga kura. Unakuta kwamba hata wananchi wanaweza kukuwa na migawanyiko, kila mtu anakuwa na upande wake, na wanachangia pakubwa kuweza kuharibu maendeleo katika taifa la Kenya. Kwa hivyo upinzani haitakosa kuwepo. Upinzani tangu na serikali, upinzani ni nzuri, kwa sababu kila mahali tuna upinzani. Hata kwa nyumba zetu hizi tuna upinzani. Nikikosa upinzani, hata mke wangu yeye ni mpinzani wangu. Kwa sababu gani? Nikikosa mpinzani nitaweza kupotoka. Kwa hivyo uzuri ya upinzani inakurejesha kwa njia. Kama ulikuwa unataka kupotoka, anakurejesha kwa njia. Ndio unaona nikiwa na mke wangu wa nyumba, ninaweza kufikiri mimi nafanya mazuri, lakini mke anasema hapana, mimi siendi, sitaki hivi. Sasa unakuta kwamba ananirejesha kwa njia nyingine. Nafikiria ananikosoa, ananifanyia mabaya, lakini ananirekebisha kuirudisha kwa njia. Kwa hivyo upinzani haikosi. Kwa Mungu pia tulikuwa na upinzani. Shetani wakapangana na Mungu. So upinzani ikiwa katika nchi yetu ni nzuri. Tukikosa upinzani,
kama ni serikali iliyo mamlakani itaharibu mambo sana. Lakini upinzani inasaidia kukosoa na kurekebisha. Lakini pia tunapokuwa katika kurekebisha pia lazima tuelewe ni gani tunahitaji turekebishe na ni gani hatutahitaji. Kuna mengine pia inafanya mazuri. Sasa kile kitu kwamba upinzani wetu nayo yani inakuanga ni kwamba iwe mazuri iwe mbaya, yote ni mbaya. Sasa hiyo ndio shida. Ni vizuri tutumie, ndio nasema hekima tunahitaji. Kwa sababu hata kama ni mazuri shukuruko tu, hata mazuri ile imefanyika. Lakini yale mabaya mwambie hapana, hapa usiende hivi. Sasa inafanya mpaka inakosoa, inacholeta chuki, mengine unatamka. Ndio tunaona viongozi wetu kwa serikali. Wengine kweli vile nimesema matamshi tu peke yake. Hata mtu akitamka, hata kama umekaa kwa runinga kama vile tumekaa hivi, hata watoto wamekaa hapo, ukiona mtu maneno hila anatamka, hata haifai. Yani hata ni aibu. Na ni kiongozi kwamba anajua na watoto wake na ajui watu wengi wanamsikiza, watu wengi wanamwangalia. So matamshi hizi ndio huharibu. Matamshi hii ndio huleta cheche. Matamshi hizo ndio huleta furugu hata mahali popote. Lakini watu wakiwa tu wanaongea mambo yao, kama unaona hata tangu hapa tuseme huko nyuma, tukiangalia miaka iliyopita, hata kwa matanga tulikuwa tunaona tushawahi kuona mafurugu. Kwa nini sasa siku hizi tuna mafurugu nyingi sana? Hata ukienda kwa matanga tu na watu wakiwa hapo, ibada yetu ikiendelea kama uchungaji tumeendesha ipata mzuri, lakini mradi tu kiongozi wa siasa wakisimama wanaongea maneno akigonga huyo. Sasa hii inaleta furuku mingi. Lakini watu wakilikuwa watu wa kuelewa kuongea maneno, hata itaadhiri. Kwa hivyo hii mambo ya kuongea inahitaji watu wa vile nimesema mara ya kwanza, waombe Mungu awape hekima ili wakiongea maneno isiwe maneno ya kuharibu, hata pia na kuharibu mpaka huko chini. Naam. Yeah. Nadhani tukizungumzia kule kuangalia maneno na kupima maneno kama viongozi pia tunazungumza kuhusu utendakazi katika idara tofauti. Yes. Kwa mfano, sijui kama umefuatilia mambo ambayo yalitokea jana kule Trans Nzoia. Na si mara ya kwanza pengine, ni mambo ambayo yameweza kutokea kwamba wakati mwingi tunaona maafisa wa DCI wa tume ya EACC wanapoenda kuwa kamata viongozi ambao pengine wanahusika na madai ya ufisadi. Mara nyingi huwa wanashambulia tu. Mara nyingi wanafikia kiongozi bila yeye kuwa na ufahamu wake. Wewe kama askofu, unahisi kama kiongozi ana madai fulani ambayo yanamhusu yeye, anafaa kuitwa katika njia ya heshima ama anafaa tu kushambuliwa? Manake kama jana kule kwa boma la gavana wa Trans Nzoia George Natembeya, kule ambako walienda Trans Nzoia, yeye hakuwa kule. Na ukiangalia katika baadhi ya maoni ya Wakenya na baadhi ya viongozi ni kwamba kule ni boma ambalo lina familia yake. Kwa hivyo walienda pale kwenda kuharibu usalama wa familia yake. Na wewe ni askofu, pengine uende kama mke wako si askofu. Wewe ni askofu ndio, uende kama mtoto wako si askofu. Kwa hivyo mtu anapokulenga wewe askofu, asilenge mke wako wala asilenge mtoto wako. Maana wao wako chini yako. Kwa hivyo wanasema kwamba pengine asasi zetu za usalama zinafanya kazi lakini hazifanyi kazi kwa uzuri. Kwa sababu kushambulia familia ya mtu, kushambulia boma la mtu, kushambulia eneo ambalo anawakilisha inaonekana kama haina heshima. Wewe unasema vipi kuhusiana na hiyo? Kwa hivyo kama hali ambao imetendeka jana kwa gavana Natembeya wa Kitale, nafikiri wa Trans Nzoia, nafikiri kitu ya kwanza hapo vile walipo approach yao na vile walipochukua hiyo, wana haki kwa sababu hii imepewa na uwezo wa kuchunguza na kuangalia hali vile kazi inafanywa katika makaunti zetu. Ina uwezo hiyo, ina uwezo. Na hata kama una uwezo pia kuna njia ya kutumia ya kufanya hiyo uwezo wako ifanyike. Na kile kitu pia kilikuwa ni kibaya kwamba si kwamba labda, nafikiri ndio naona watu walichukulia kwa njia nyingine tofauti timing yake. Unajua kitu kingine pia si labda hiyo kitu labda imetendeka jana labda ni kitambo, lakini timing ya jambo unapolifanya kwa sababu unajua kwamba saa hizi kama juzi tuliona Natembeya wakaja huku wakafanya hapa Nzoia nini. Sasa unaona hiyo timing yenye walifanyia hiyo kitu, hata kama wangeifanya kwa njia mzuri, hata kama wangemzamo ni tu, still ingeonekana kwamba kwa nini? Kwa sababu timing ya kitu hapo, kama wangekuwa labda mambo hii yajitokeze kama hata ya juzi hii, na tunaona tena natokezea mara huyu analalamika huku, huyu analalamika huku. Kwa hivyo timing ya hii jambo linakuanga pia la maana, kwa sababu kama watu ndio bado wanakombana, ama ni kama mtu labda amefiwa na ndio wewe naenda tena na mgonga, labda amefanywa jambo alafu na mgonga. Sasa wanasema kwa nini? Sasa unachipua hasira ya watu. Wanaona sasa waoni ile watu wamefanya, kumbe ni kwa wameona hii kwa sababu. Kwa hivyo ile jambo linaweza kuwa walikuwa right but timing. Jambo la pili,
pia si vizuri. Kuna njia za kutumia, mnaweza kusummon mtu, hata mtumie summon, mnasema tunataka tukuone kwa ofisi. Na mnapomsummon, si mtu anakuja hata kama na maloya zake. Si atakuja na lawyers wake, ajue ni nini, mmemsummon siku fulani nataka mkuje ofisini, lakini kubambu mtu. Nafikiri kitu walitumia, hii kitu kile ambaye kilichoka ni kwamba walitaka njia moja ni kama kumdhalilisha, yani kuhumiliate huyu gavana, waone ubabe. Hii ndio hata ukifanya ubabe sisi tuko na nguvu, tunaweza kufanya. Kwa hivyo hiyo pia inaadhiri, kwa sababu mkienda kwa jamii ya mtu mwadhalishe jamii huyu, msushe chini, hata vile watu wanapoangalia, hiyo ndio naona kitu inaleta shida, ndio naona hata furugu. Kwa sababu gani? Sasa ilikuza watu wengi wasema hapana, hii si mzuri. Sasa ndio watu wakaambuka pia, unaona hiyo furugu yote, na hiyo ndio kitu haileti picha mzuri pia katika nchi yetu. Naam, tukizungumzia mambo ya picha ya taifa, tukuje eneo la magharibi kidogo. Askofu, wewe ni mzaliwa wapi? Mimi ni mzaliwa wa Bungoma. Wewe ni mzaliwa wa Bungoma? Yes. Na nadhani kwa miaka ambayo Mungu amekuneemisha, kuna mengi ambayo umeona katika nyanja ya kisiasa katika eneo la magharibi kabisa. Na umezungumza kuhusu viongozi wetu waliokuwepo. Umezungumza kuhusu marehemu Amado Kijana, umezungumza kuhusu viongozi waliotangulia, Mungu ailaze roho yao mahali waliotangulia mbele za haki, na kuna baadhi yao ambao wapo lakini hawapo katika nafasi za uongozi. Kabisa. Na tunapoendelea kusonga mbele katika eneo letu la magharibi, kaunti ya Bungoma ikiwemo, wanasema kwamba pengine viongozi wetu ambao wapo sasa hawajatetea vizuri eneo letu la magharibi. Wewe kama askofu, unadhani kama huu useme wa wananchi ni kweli? Kwa sababu ni baadhi yao wanahisi kama hawajawakilishwa kikamilifu kama eneo la magharibi. Nafikiri kusema kuwakilishwa, nafikiri kile kitu kiko ni kwamba viongozi wetu ambao tunaona kwa mfano, najua kile kitu kimekuweko, ukikombea uongozi wa samani wa hapo nyuma, kama vile tukiongea wa Marwa, tukiongea Masinde Muliro, wengi wao walikuwa kwa upinzani. Ukienda sikikuja kabisa, juzi tu ndio viongozi wetu wengi wameingia serikalini sasa, lakini wengi kabisa mkoa wa mashariki wa magharibi umetembelea upinzani mara nyingi. Hata kwa Moi unakumbuka walikuwa upinzani. Sasa wakati sasa wamepata nafasi wakaingia serikalini viongozi wetu, sasa unajua watu wanakuwa na matarajio, kwa sababu umeingia sasa, ulikuwa unalia, ulikuwa nje, sasa umeingia ndani sasa ya nyumba, umeingia ndani ya jikoni. Sasa tunataka chakula tule, kwa sababu tulikuwa hata wengi walikuwa wanasema tumepikwa na baridi nje, tumeteseka muda mwingi, hatuoni. Hata unakumbuka wakati wa Moi akasema kwa ngumu mtakula wakeba yenu. Alitamka kitu kama hiyo. Sasa walikuranga wakeba, sasa sasa imeingia kwa nyumba. Sasa wananchi mpaka wawe na matarajio. Wanajua sasa ndio mmeingia kwa nyumba, mlikuwa mnasema tuko nje. Sasa tunahitaji mtufanyie pia mambo yale ambayo tuna matarajio. Kwa hivyo mtu akishaingia kwa serikali, watu wake na watu wengi ambao wana matarajio mengi wanataka waone matokeo, wanataka waone utetezi tunatetewa, wanataka waone tunapata hili na hili. Lakini maybe ukikaa kule na hawaoni, sasa ndio naona watu wanasema hapana, walienda labda tumbo zao. Ambao ndio naona wanasumuza vitu kama hiyo. Kwa sababu gani? Labda hawajaona yale matarajio yao waliotarajia kwamba viongozi wetu wakiingia serikalini tuna matokeo, kuna mambo fulani tutayapokea. Kwa hivyo ndio inafanya wananchi sasa wanaona kwamba matakwa yetu haijatimizwa. Kwa sababu watu wa magharibi wanashangaa kwamba tulikuwa nje ya serikali kama ulivyosema, na kwamba sasa tuko ndani ya serikali. Wenyewe wanasema kwamba tuko namba 3. Na wanaona tu mambo hayaendi sawa. Wanasema kwamba viwanda vyetu tunaona vinapeana katika wawekezaji wa binafsi, mambo ya ahadi za miradi ya maendeleo haifanyiki. Kama juzi kuna mtu amezungumza kuhusu uwanja wetu wa Masinde Muliro, kwamba ahadi ya uwanja ilitolewa kitambo na ujenzi wa uwanja umejikokota ikilinganishwa na sehemu zingine za taifa ambapo ahadi za miradi ya maendeleo zimetolewa na ukiangalia miradi imetamatishwa. Wanasema ni kwa nini? Ni kwa sababu viongozi wetu wa eneo la magharibi hawasukumi ama hawamkumbushi rais. Pengine rais ana mipango mingi, pengine wanaosimamia idara husika na wizara husika wana mambo mengi, labda wanahitaji kukumbushwa. Naamini kwamba hata kanisani wewe askofu, pengine una matawi ya kanisa lako. Kwa hiyo labda uendekawa una mipango mingi ya matawi ya makanisa, lakini pastor wa kanisa lako atakumbusha kwamba askofu ulisema kitu fulani, pengine ulisahau ama unaendelea vipi, labda ndio ukumbuke. Kwa hivyo wanauliza kwamba ni vile viongozi wetu hawakumbushi rais kuhusu ahadi za maendeleo, ama wao wanaridhika tu mahali penye wako, kwamba miradi yetu haiendelei, wako sawa, viwanda vinaenda, wapo sawa,
mambo yaenda kombo, hawasemi chochote. Ya, nafikiri hiyo umesema ukweli, kwa sababu watu wanapoona viongozi kama vile tumesema waliingia serikalini na wapo kule, kwa hivyo mambo haya ambao wanatarajia ifanyike, kitu hiyo ambayo iko ni kwamba, kwa mfano tumeona rais akija huku, rais wetu amewahi kuja huku mara nyingi, na akija huku pia kuna maahadi amepeana, na akija huku pia kuna miradi imeendelea, kama vile stadium yetu hapa ilikuwa inaendelea. Kama wakija tunaweza kutaja barabara moja kama hii ya kwenda Ndivisi mpaka Birikitia, imewahi kuahidiwa mara nyingi wakikuja wanahitaji. Hata wanasiasa pia wengine wakikuja wakitafuta kura wamehitaji barabara kama hizo, vitu kama hizo. Sasa anapokuja na amesema mambo kama hayo, viongozi, kile tunatarajia kwa viongozi wetu ni vizuri wafuatilie kuliko akikuja tena leo mnataka kuomba kitu fulani na hiki cha kwanza hakichatimizwa. Kwa hivyo afadhali kama mngefuatilia hiki kingenye aliahidi na kenye alianzisha kitimizwe. Sasa kinapotimizwa, hata mkienda kwa ya pili, nafikiri hata watu wanaona hapana, hiyo yenye waliahidi wamefanya, hii nyingine umefanya. Sasa hata mkiomba kingine, lakini kama hiki cha kwanza cha pili hakijatimizwa na watu waliangalia, waliona akiongea, sasa ni kama watu wanaona kama labda tunachezewa ama vipi. Kwa hivyo kile watu wanataka waone kile umeahidi, kama vile umesema hata kanisani tunapokaa kama kamati, tunakaa tunaandika minute, alafu tukikuja kwa minute tunasema mata za rais, ama tunasema yale, tunaanza ile tuliongea ni nini tumetimiza, ni nini bado. Hatuwezi kuenda tena kwa agenda zingine. Afadhali tutimize hizo agenda zenye zilikuwa za kwanza, ndio tuanze tena agenda nyingine. Lakini ukianza hii, umeanza hii leo mradi, umeanza nyingine, hata kanisa lako, hata kama ni mahali, unaona kwamba watu watakuona kama umechanganyikiwa, utakuwa na mwelekeo mzuri ya kupeana watu. Kwa hivyo watu huangalia waone nyuma mahali tumetoka, ni nini ipo, ni nini imefanyika. Na wanapoangalia nini imefanyika, sasa ukija na mradi mwingine, watu wanaona huyu kiongozi wetu ana mpango ulio mzuri. Yeah. Kwa hivyo ni wakati ambapo viongozi wanafaa kutekeleza miradi ambayo imeanza, miradi ambayo imeahidiwa kabla ya kuanza miradi mingine. Na wanasema kwamba eneo letu la magharibi halijawahi kuwa na umoja kwa muda mrefu, kando na viongozi pengine waliotangulia, kwamba wakati mwingine tunashuhudia migawanyiko tu, kwamba kuna viongozi ndio wote wanatoka eneo la magharibi, lakini kila mtu ana upande wake, kila mtu ana wafuasi wake, na kwamba hilo limesababisha eneo letu katika mambo ya uongozi linajikuta kwamba kupata nafasi ya uongozi ambayo ni nzuri haikui rahisi. Nafikiri hiyo ndio huo unaona kwamba shida maybe ambayo inatumaliza zaidi ni wingi yani ya kuchitakia, kitu ya kuchitakia. Yani unakuta kwamba mimi nataka, huyu anataka, na vile kuna mseme anasema kwamba panya nyingi haikichimbi shimo. Kwa hivyo ikiwa watu wengi, mko hata viongozi wengi hapa, huyu anataka, huyu ametaka na huyu anataka, sasa badala ya kutekeleza maendeleo mtaanza kupigania upabe. Yani naona mimi ndio naweza. Sasa mkifanya hivyo hamuna nafasi ya kuunga kiongozi moja. Tunaona katika area nyingi wengi, hata ukiangalia area nyingi, ukiangalia hata North Rift kule, ukiangalia hata kule Mount Kenya, watu huangalia kiongozi mmoja na wakajenga imani ndani yake. Na kiongozi huyo naye ni vizuri wakijenga imani kwako, pia tekeleza. Sasa kama watu wamejenga imani kwako, tekelezea hawa watu kulingana na matakwa yao. Lakini watu wasijenge imani kwako na alafu baadaye wewe huwezi kutimiza vile unahitaji. Kwa hivyo kile kiko ni kwamba watu wakijenga imani kwako, hakikisha umetekeleza mambo ambao watu hao wanahitaji. Kwa hivyo, lakini sasa tukio ndio naona sasa huyu anatokezea anasema mimi nikikuja nitafanya vizuri. Sasa anaamuka huko na jamaa, Sasa tunakuwa na hali ya kupigana. Ni hali ya kupimana sasa nguvu. Ni nani ndiye anaweza? Sasa tunapopimana hivyo ndio tunasema kwamba ndovu wakipigana nyasi huumia. Kwa hivyo sisi wadogo, wakati wakubwa hawa wanaanza kungangana huko, huyu anatokea huko anangangana, wale wanaumia ni nani? Ni sisi wananchi. Kwa sababu viongozi wetu tumewaamini, tumeweka mbele, tunasema sasa mpiganie maslahi yetu, watu wasema wapiganie maslahi yetu. Sasa tukianza kungangana, tuanze kupigana, tuanze kukorofishana, tutaacha sasa maendeleo, sasa tunaanza kupigana. Sasa maendeleo ile ambayo tulitaka ama tulipanga tufanye, hatufanyi. Badala tufanye, tunavutana manguo. Tunavutana sasa, tunarudishana nyuma. Sasa tukirudishana hivyo, unaona kazi haiwezi kutendeka vizuri. Na hiyo ndio hahitajiki.
Naam, mtazamaji, tuko kwenye awamu ya pili, usemi wa viongozi wa kidini katika masuala ya taifa. Tunaye mgeni wetu Askofu Patrick Wachie. Tunaye anatupa kauli yake kuhusu namna ambavyo viongozi wetu wanafaa kufanya kazi, wanafaa kutekeleza miradi ya maendeleo, wanafaa kushughulika kwa ajili ya mpiga kura. Maanake mpiga kura ndio boss wao. Yeye ndiye aliwatuma, ndiye aliwapa ile nafasi. Kwa hivyo heshima pia inafaa iwepo kati ya mwananchi na kiongozi. Askofu, usemi wako ni upi kama askofu kuhusu viongozi wetu, kuhusu miradi ya taifa letu, kuhusu heshima ya wananchi na viongozi ambao wamechaguliwa? No, viongozi ambao wamechaguliwa, kwa usemi wangu ni kwamba ni vizuri pia tuwape heshima. Heshima, mtu akasema heshima si huduma, na heshima ni ya maana. Kwa hivyo ni vizuri, unajua, tukidharau viongozi pia, tukidharau kiongozi, tunakosa imani ndani ya kiongozi. Na kwa sababu viongozi, jambo la kwanza kwamba pia viongozi hawa si kwamba wamechakua. Kitu ya kwanza, Mungu amewachakua, ameweka pale. Kitu ya pili, sisi ndio tumewachakua. Na kwa hivyo kama vile tulichakua viongozi hawa, kile kitu ambaye inahitaji pia tuwape heshima. Heshima ni vizuri sana, kwa sababu tukiwa na heshima, hata mtu kama vile nimesema mara ya kwanza, mtu hawezi kuwa 100%. Mpaka tuna udhaifu. Na tusiangalie udhaifu peke yake, tuangalie pia na strength ya mtu. At least hata kama nini, hakuna kitu huenda kingine amefanya kizuri. Lakini sasa shida ni kwamba mtu akiharibu kitu kimoja, sasa tunafunikia mabaya. Kwa hivyo heshima ni ya maana, heshima kwa viongozi wetu. Kwa hivyo tukikosa, hata Biblia inasema vizuri kabisa kwamba tuheshimu viongozi wetu. Na tukikosa kuheshimiana, sasa tutoe imani kwa viongozi wetu, tukoze kuheshimiana, kazi haiwezi kuendelea vizuri. Kwa hivyo heshima lazima tupeane kwa viongozi wetu, na viongozi wetu tunapowapa heshima, nao pia watekeleze kazi ambao tuliwatuma wafanye. Na wanapoendelea hivyo, tukiwapa heshima hiyo na wanatekeleza kazi yao haitakuwa mbaya. At least utaona kwamba utakuwa na tamu nzuri na wananchi, na pia utafanya kazi ukijua kwamba kazi hii ninayofanya si mimi nilichoweka. Kuna watu ambao wanawachibika. Kwa hivyo hata wakikukosoa, wakisema hapo umeharibu, sikiliza hawa pia. Shida ni kwamba pia viongozi wetu akiwekwa pale hataki kusikiliza wa nyuma. Kwa hivyo ni vizuri pia tusikilize nyuma wale watu ambao tuchakua wanasema nini, ama wanahitaji nini. Pia lazima tuteke masikio tuwasikilize. Naam. Huwa hawa viongozi wetu, baadhi yao pengine ambao wanapatikana, huwa wanakuja katika mikutano pengine ya viongozi wa kidini kutafuta ushauri, kutafuta mwelekeo. Viongozi wetu wa sasa sijawahi kuona wanakuja kutafuta ushauri. Hiyo ndio kitu ambao kiongozi anapochakuliwa amejua yeye sasa ndio kiongozi. Lakini tunapoangalia, hata tukiangalia kibiblia, tangu zamani viongozi waliokuwepo walikuwa mara nyingi wakienda vita, walikuwa wanakuja kukonsult kanisa. Kwa sababu ukiona walikuwa na nabii. Kila kiongozi alikuwa na nabii ambaye atakuja aulize, mimi niko naenda vita hivi, nitafanyaje? Kiongozi paka nabii aangalie, aseme unaenda hapa utashindwa, hapa utapenya, na alama mahali pengine anasema hapa unaenda kushinda. Sasa kwa mara nyingi walikuwa na consult. Lakini viongozi wetu wa sasa kishachakuliwa, yeye tosha, hana nafasi ya kurudi nyuma huko. Ndio naona hata mara nyingi wakafikia mahali makanisani, yakifika hata kwa mikutano zao ni kuambia tuomba. Basi wewe unapoomba na ngoja tena funga. Basi wameongea mambo yao, wameropoka. Hata siku hizi kufunga mkutano inafungwa wapi? Kama kwa matanga inafungwa wapi? Furuku imeanza. Una time gani ya kufunga mkutano? Wana mambo yao, wanakimbia. Hata mwingine amekuja tu pale, labda ana kikundi chake, hata haijamaliza mkutano yenyewe, hajamaliza ndio yeye anaamka anaenda na watu. Hata unaona matanga yenyewe yanaharibika. Sasa unaona hiyo furuku, hiyo hali imechafua. Hata ndio unaona kwamba heshima imekosa hata kwa viongozi wetu. Sasa tuwaheshimu vipi? Kwa hivyo, kwa sababu nikikuheshimu pia uniheshimu. Kama nimekalia kikao na umekuja umekuta mimi nimekalia kikao, kwa sababu mimi ndio, sisi kama kanisa ndio tumepewa mamlaka ya kusimamia vitu kama matanga. Kwa sababu pia mimi hakuna mtu ataongoza hiyo matanga. Kwa hivyo kwa matanga viongozi wa makanisa ndio wanaongoza. Ndio wanaongoza. Na ikiwa nimekalia mkutano huu, kwa sababu mimi ndio nimekalia. Mimi hujawahi kuenda mikutano ya wanasiasa, ufike pale we imagine, alafu ujiinuke tu na ufuruke, utapigwa. Lakini kanisa kama tumepewa madhabahu, tumejenga madhabahu hapa na tunaongoza, kwa sababu tunaomboleza huyu mtu, alafu baadaye furuku zinakuja kutokezea. Unaona siku. Kwa hivyo heshima hiyo ni lazima tupeane.
huwa mnafanya nini kuona kwamba hiyo heshima inapatikana, hasa katika maeneo ambayo kanisa ipo, katika mikutano ambayo kanisa inaongoza, na pia kuweza kutoa ushauri kwa Wakenya, maana Wakenya wanahitaji ushauri, na taifa lazima liwe na amani. Nafikiri kwa mfano tulikuwa kama kwa matanga, huwa tunakuwa na program ziko. Hatuendi tu ati labda vile tunaanza mkutano hatuna program. Sisi huwa melei program, labda fulani ataongea, alafu ifike mahali labda jamii imeongea, ifike mahali labda kanisa pia lina nafasi yake, alafu ifike mahali serikali inapewa nafasi. Sasa mahali mambo huharibikia ni pa serikali. Yani sasa serikali inapoleta sasa wanasiasa, hapo ndio mambo huharibikia. Lakini wanasiasa wangependa, ndio naona hata mpaka siku hizi inafika mahali hata tunaona afadhali tuwaweke nyuma ili kanisa imalize mambo yao au wakuje nyuma, kwa sababu watu wana wasiwasi wakikuja wataharibu. Lakini wangekuwa watulivu, wafanye kama zamani hapo, mtu unakuja unaongea mambo yako, uongee mambo yako. Na kitu ni kwamba huwa tunauliza, kwa nini wasipange mikutano tofauti basi yao tofauti, kama ni siasa wafanye tofauti? Kwa nini unangoja kwa matanga hapo, watu wanaomboleza, watu wanalia, alafu mahali hapo ndio. Kwa hivyo tunapojaribu kuwashauri, tafadhali, hata wanawaambia tafadhali, hapo ukiongea usiongee siasa. Ama ukiongea siasa, vile nimesema mara ya kwanza, ongea na hekima. Kwa sababu mpinzani wako amekaa hapa, huyu pia amekaa hapa, ongea na hekima. Usiongee kana kwamba direct na mgonga mbele ya watu wote, unamdhalilisha. Hiyo si vizuri. Kwa hivyo huwa tunawapa ushauri, lakini ushauri huo wetu haujawahi kuwekewa maanani na viongozi wa wanasiasa. Nini kinafaa kufanyika tukimaliza askofu? Nini kinafaa kufanyika ili taifa liwe na umoja, taifa liweze kupiga hatua pamoja, viongozi wote waseme kwa sauti moja, hata kama tuna upinzani, viongozi waweze kupata matumaini na imani tena ya Wakenya ambao wanawapea nafasi za uongozi? Nafikiri kile kitu nimesema ili kifanyike, kwanza tujenge hekima, tuwe na hekima. Jambo la pili, heshima. Tuheshimu viongozi, tuheshimu hiyo, bila tumeheshimu viongozi wetu, pia viongozi waheshimu pia watu wengine. Kwa hivyo tukiwa na hiyo heshima, tukijenga heshima na tujenge na pia mambo ya kuongea na hekima, na tujenge heshima kati yetu. Mimi nikikuheshimu, sitakupea maneno makali, nitaongea na heshima yangu, na wewe pia ukiniheshimu utaongea kwa hekima, na utaongea pia na heshima kulingana na vile niko. Kwa hivyo tupeane, viongozi wetu wanahitaji tuwaheshimu, na pia sisi pia watuheshimu, na tukifanya hivyo mambo yatakuwa mazuri. Naam. Asante mtazamaji, tumekuwa kwenye awamu ya pili ya Staftahi, ikiwa ni siku ya Jumani. Kama kawaida siku ya Jumani kuanzia saa 2 hadi saa 3 tunawapa nafasi viongozi wa kidini kuweza kuzungumza kuhusu mambo ambayo ni ya taifa, kwa sababu lazima kanisa na uongozi ufanye kazi kwa pamoja. Manake viongozi wanahitaji ushauri wa kidini ili kupiga hatua, na pia wanahitaji kuombewa. Manake wale viongozi si ni washirika wetu, si ni watu wetu, si ni wa Kenya. Kwa hivyo wanahitaji ushauri wa kidini ili kuona kwamba mambo yanakwenda sawa, na wakati ambapo kunakuwa na mambo ambayo hayaendi sawa, viongozi wa kidini wana jukumu la kuweza kukosoa. Japo tumeweza kusikia maoni ya baadhi ya Kenya kwamba siku hizi kanisa halikosoi, limenyamaza, limetulia. Sijui kwa nini mmetulia hivyo askofu, kwamba mpo tu pale macho tu? Hatujatulia. Watu hatujatulia. Kukosoa tu, huwa tunasema pia tunakosoa. Huwa tunawaeleza. Na kwa sababu yaani unajua watu wanapenda kukosolewa kwa hadharani. Yaani ndio waone wamekosolewa. Lakini kiongozi kama umekaa naye na unamwambia hii haitachiki, huwa tunakaa nao. Viongozi hasia kwamba tunakaa nao na tunawaeleza. Hata tumewahi kueleza kiongozi mmoja ambaye alikuwa mahali simtachi, lakini akaongea maneno, na tulipokutana naye mahali kwambia hapana, hapo ulienda vibaya, kwa sababu maongeo yako hata uliona furuku ikaanza. Kwa sababu gani? Uliongea vibaya. Kwa hivyo ukitaka uongozi, enda hivi. Huwa tunawashauri, lakini wengi wao tunawashauri kisiri, hatuongei ati labda isikike ndio wajue sasa tumewashauri. Kwa sababu ukisema labda mpaka nisimame mahali fulani ama nikuja nitangaze kiongozi fulani wewe na kushauri, hiyo pia haifai. Lakini kukosefu wa heshima ni kama ninakupenda na kuita, ninakuita nasema hapana, hapa umeenda vibaya. Kwa hivyo sisi huwa tunawakosoa. Tunawakosoa tukiwa nao, hatuachi. Huwa tunawaambia hapa enda hivi, hapa hivi. Hata wakati mwingine tunawaita kwa mikutano zetu, na wakikuja kwa masherehe, maharusi, honoring, hizo zote tunawaita, na tukisimama huwa pia tunawashauri. Lakini wenyewe maybe wengine hadi yenye napotea aiangalie nyuma, aisikiza sauti. Asante. Na nashukuru. Tukimaliza pengine nimpe nafasi ya askofu kama ana kauli ya kuweza kumaliza mazungumzo yetu ya siku ya leo kwenye usemi wa viongozi wa kidini katika masuala ya taifa.
Ya, kwa hivyo mimi asante sana. Kwa hivyo nasema kwamba kile kitu kikubwa ni kwamba sisi kama kanisa tunaombea nchi yetu sana. Kwa hivyo maombi ndiyo kitu ya muhimu. Tunapoombea nchi yetu, tunapoombea serikali kwa sababu tunaipenda, Mungu aliichagua na pia sisi tukawachagua, bado tunawaheshimu kwa sababu lazima tuwape nafasi pia wafanye kazi. Kwa hivyo lazima tuwaombee. Kwa hivyo mimi naomba kwamba tuombee serikali, tuombee nchi yetu, na baada ya kuiombea pia vile nimesema tuweze kuheshimiana. Na nchi yetu tukikaa hivyo, nafikiri kwamba hata tukiwa na jambo, kwa sababu saa hizi furugi ikitokea katika nchi vile nilisema, ni watu wengi ambao wataumia. Na kwa hivyo hatuombi kwamba furugi itokee. Tunaomba nchi yetu iwe na utulivu, iwe na utulivu mzuri, na tunapoendelea hivyo hata watu wa nje wanaona kwamba nchi hii, kwa sababu Kenya ni nchi ambayo inapendwa. Kenya ni nchi hata ukiwa nje inapendwa. Watu wanaiona kama ni nchi iliyo nzuri. Kwa hivyo hatutaki kuharibu hiyo heshima. Lazima tuheshimu viongozi wetu na tuwaombee kama kanisa, na tunajua Mungu atatuliza nchi hii. Asante. Asante sana kwa kufika. Nasema asante. Tunafika tamati mtazamaji, ili tupishe awamu ya 3 ya Staftahi. Watakuwa naingia timu ya The Morning Scoop. Nashukuru sana kwa kuzidi kutazama. Wewe usiondoke pale, manake bado na mengi ya kuweza kufaidi, lakini sisi tunafunga kwa ajili muda wetu ndani ya Jumanne kwenye awamu ya pili umefika pale kwa siku ya leo. Na mimi naitwa Winnie Wanyonyi, mgeni wetu ni Askofu Patrick Wachie wa kanisa la Glory Ministry in Kenya. Vile vile umesema kwamba wewe ni mwenyekiti wa Webuye East kama Pastors Fellowship. Sasa mimi ndio nasimamia Webuye East kama mwenyekiti wa Webuye East Pastors Fellowship. Webuye Mashariki. Ukirudi kule wasalimu. Asante sana. Nashukuru. Ni mgeni wetu ambaye tumekuwa naye, na najua kwamba si mara ya kwanza na si mara ya mwisho. Tunawahitaji hawa viongozi wa kidini kila siku ya Jumanne ili kuweza kupata kauli yao na mtazamo wao kuhusu taifa letu, na pia maombi yao kwa viongozi wetu ambao walichaguliwa ili kuweza kutuwakilisha katika nafasi mbalimbali. Kwa hivyo tukutane tena siku ya Jumanne, Mwenyezi Mungu akiridhia. Mimi naitwa Winnie Wanyonyi, mgeni wetu ni Bishop Patrick Wachie, mwelekezi wetu ni Kelvin Kibet.